Ikiwa ni Alhamisi nyingine ambayo Mungu ametujalia, wacha nichukue fursa hii kukaribisha katika kipindi hiki cha Safina ambacho hukujia kila Alhamisi kukujenga na kuinua kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Chukua Biblia yako, daftari yako na kalamu yako ili wakati ambapo mchungaji anapoenda kuingia ukanakili yale ambayo anaenda kutuambia leo. Kumbuka ya kwamba mchungaji anaenda kuendelea na mada yetu ya Mungu wa Rahabu, Mungu wa nafasi ya pili. Huyu Mungu ambaye anapeana nafasi ya pili, nawe ninakuombea akakupe nafasi ya pili katika kila jambo unayofanya katika maisha yako. Karibu. And even as we begin our service once again tonight, vile tunaanza ibada yetu siku ya leo tena, we want to begin by a word of prayer. tunataka kwanza na ombi. This is a service that comes to you every Thursday. Hii ni ibada ambayo inakuja kwako kila siku ya Alhamisi And at such a time. na wakati kama huu. And on behalf of the church in Eldoret, Kwa niaba ya kanisa Eldoreti, pastors who are working in this ministry, wachungaji ambao wanafanya kazi katika huduma huu, and all the family of More Than Conquerors in Eldoret, na jamii yote ya zaidi ya washindi hapa Eldoreti, and Safina inclusive, na Safina pia ikiwa ndani I yake, want to say God bless you. nataka nichukue fursa hii kusema wacha Mungu tu And akubariki. especially for those who are keen to follow the word of God in this altar. Sana sana wale ambao wamekuwa kifuatilia neno la Mungu katika madhabahu haya. Last week I said something about a virus in China. Wiki iliyopita nilizungumzia kitu kuhusu kirusi kutoka And I China, also said God is releasing something in the spirit na nikasema pia Mungu anachilia kitu rohoni that will affect your life positively. ambayo itadhuru maisha yako And vizuri, your blessings will be so much that all your enemies will be confused. na baraka yako itakuwa zaidi mpaka maadui zako wote wachanganyikiwe. This is a very great season in our life. Hii ni majira iliyokuu kwa maisha yetu. Like I said, it is a season of sacrifice. Kama jinsi nilivyosema, ni majira ya We dhabihu. are sacrificing towards the work of God in Eldoret, Tunatoa dhabihu kwa sababu ya kazi ya Mungu hapa where Eldoreti, we are building an altar for God. mahali ambapo tunatengeneza madhabahu ya Mungu. Remember, this is also the 12th month of the year 2020. Kumbuka, hii ni mwezi wa 12 kwa mwaka huu 2020, And there is a kind of special celebration that is done during this season. na kuna aina fulani ya kusherehekea ambayo inafanywa kwa majira haya. That is the remembrance of the birth of our Lord Jesus Christ. Hiyo ni kukumbuka kwa kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, And the birth of Christ also signifies a great sacrifice that God did. na pia kuzaliwa kwa Yesu inaonyesha dhabihu kuu ambayo Mungu alifanya. So God had to give his only begotten son. Kwa hivyo Mungu ilikuwa ampeane mwanao wa pekee. I want to remind you of what I said in a number of our services ago. Na nataka nikukumbushe kile ambacho nilisema katika ibada zetu zilizopita. Until something leaves your hands, Mpaka kitu kitoke mkononi mwako, nothing will leave heaven for you. hakuna kitu kitatoka mbinguni kije kwako. So in this season, something left the hand of God, Kwa hivyo kwa majira kama ya kitu kilitoka mikononi mwa and he gave Mungu, out his only son. hata kamtoa mwanao wa That pekee. is why today we are called sons of the kingdom of God. Ndio maana leo tunaitwa wana wa ufalme wa So in Mungu. this season, we are also giving towards the work of God. Kwa hivyo kwa majira haya pia tunatoa kwa sababu ya kazi ya And Mungu. until something leaves your hands for the work of God, Na kabla kitu hakijatoka mkononi kwa sababu ya kazi ya you Mungu, cannot receive anything from the kingdom of God. hauwezi pokea chochote kutoka kwa ufalme wa So Mungu. those are some of the principles that when you come to a church, a pastor will teach you. Hiyo ni aina ya kanuni ambayo ukikuja kanisani mchungaji anakufunza. When you come, a pastor will pastor you and give you many directions. Na wakati unakuja mchungaji atakuwa juu yako na atakuonyesha njia nyingi. Many of them are full of principles of the kingdom of God. Mengine imejazwa na kanuni ya ufalme wa Mungu. So those who are participating in the work in Eldoret, Kwa hivyo wale wanaoshiriki katika kazi ya hapa my Eldoreti, spirit has been committed to pray for you. roho yangu imejukumika kuwaombeni. And I know the God I serve, who is the God of Rahab, will answer our prayer. Na najua Mungu nayemtumikia, Mungu wa Rahabu, atajibu maombi So yenu. before we move on, let us pray for our tonight service. Kabla tuendelee mbele, wacha tuombee ibada yetu ya leo. Oh God of Rahab, the God of a second chance, Mungu wa Rahabu, Mungu wa nafasi ya pili, listen to our prayers tonight and do not ignore our plea. sikia maombi yetu usiku wa leo na usipuuze malilio yetu. Hear me and answer us. Tusikie na utujibu. We have been attacked by men without regard for you. Tumeshambuliwa na watu bila kuelekezwa nawe. Be our help
tonight. kuwa msaada kwetu leo. Let every evil coil in their lives die in the name of Jesus. Wacha mipango yote maovu kwa maisha yao ikufe kwa jina la Yesu. Destroy them before they destroy us. Waangamize kabla watuangamize. All around us are destructive forces in our cities. Yote ambayo imetuzingira ni nguvu ovu ya There kutuangamiza. are sicknesses around us. Kuna magonjwa kando There are yetu. witches around us. Kuna wachawi kando yetu. And all our environment are full of threats and lies. Na mazingira yetu yote imejazwa na tishio na pia uongo. And lies leave their mouth and threats for us. Na uongo unatoka kinywani mwao na unatutishia. But we cast our cares on you, O God. Lakini tunaweka yote yetu kwako, ewe You Mungu. will never leave us to fall. Hautatuacha tuangamie. Sustain us by your mercies. Zidi kutuzidisha na rehema zako. Bloody men and thirsty men are looking to destroy our faith. Watu wenye damu wanatafuta kuangamiza imani yetu And to break down the work of faith in us. na kuvunja kila kazi ya imani ndani mwetu, So that make us to think that serving you is in vain. ili wafanye tufikiri kukutumikia wewe ni bure. O God of Rahab, the God of a second chance, Mungu wa Rahabu, Mungu wa nafasi ya in pili, you we trust. ndani mwako tutumainia And we will never be afraid. na tutaogopa. If you saved Rahab, a prostitute in Jericho, Kama uliokuwa Rahabu kahaba kule Yeriko, I know you can save somebody tonight. najua unaweza okoa mtu usiku wa leo. Glory and honor to your name. Utukufu na heshima kwa jina Let yako. your spirit take over this service now. Wacha Roho wako chukusukane kwa ibada hii sasa. Touch every marriage that is listening tonight. Guza kila ndoa ambayo inasikiza usiku wa leo. There are businessmen and women who are in this service tonight. Watu wa biashara ambao wanasikiza usiku wa leo. Daddy, stretch your hand and touch our relatives wherever they are. Baba, nyosha mkono wako na uguze kila mwanajamii wetu mahali alipo. Some of our children are lost in alcohol. Wengine watoto wetu wamepotelea kwa kunywa Some of pombe. us, our husbands have been taken away. Wengine waume wetu wamechukuliwa. Daddy, we surrender before your able hands Baba, tonight, tunajisalimisha kwa mikono yako iwezayo usiku wa leo, that you may fight that battle that we cannot fight. ili upigane vita hivi ambavyo hatuwezi pigana. Touch areas of our lives where men cannot touch. Guja sehemu ya maisha yetu ambayo watu hawezi guza. Say a word in my life that nobody can ever say. Sema neno kwa maisha yangu ambayo hakuna mtu awezaye kusema. Do a new thing in our lives tonight. Fanya kitu kipya kwa maisha yetu siku wa And leo. Daddy, I pray for myself. Na Baba, pia najiombea. Once again tonight, oh Father, use me as a vessel. Na mara tena usiku wa leo nitumie kama chombo. Let your spirit move. Wacha Roho wako asonge. Touch every listener tonight, Guza kila msikilizaji usiku wa leo, that your name may earn glory. ili jina lako litukuzwe. Thank you for the miracles you are doing tonight. Nashukuru kwa muujiza utendayo usiku wa leo. Thank you for the hands you are blessing tonight. Asante kwa mkono ambao unabariki usiku wa The leo. work of healing that your spirit is doing tonight. Mkono wa uponyaji ambao Roho wako anatenda usiku wa We leo. bless your name and honor you. Tunabariki jina lako na And as kukuheshimu. we all say amen, Na wakati wote tunasema amina. let your spirit refresh us again. Wacha Roho yako ituishe mara tena, Jesus' name. kwa jina kuu la Yesu. And I wish somebody said a louder amen. Na nafikiri kila mtu amesema amina iliyo kuu. The louder your amen is, the quicker your answer is coming. Jinsi amina yako ilivyo kuu, hivyo jibu yako inakuja kwa So haraka. let us not continue moving around, but be still. Wacha tusikuwe tunasonga songa, lakini tutulie, Still under the series of God of Rahab, tukiwa tumetulia katika mfuatano wa Mungu wa Rahabu, the God of a second chance. Mungu wa nafasi ya pili. As I'm still studying the book of Joshua, Wakati bado naendelea kufunza kuhusu neno la kitabu cha Yoshua, I am still in chapter 2, and there is something my eyes saw that I want to tackle tonight. na bado niko mlango wa pili. Kuna kitu macho yangu iliona na nataka kuishughulikia usiku wa So leo. you who has been crying, could be this is your word, Wengine wao ambao umekuwa ukilia, inaweza kuwa hii ni neno lako, and you are going to embrace the revelation that I'm about to vomit tonight. na unaenda kumbatia ufunuo huu ambao naenda kuitapika usiku wa leo. My children in Kitale, in Voi, and wherever everyone is tonight, Wana wangu kutoka Kitale, Voi na kila mahali ambapo huko usiku wa no leo, man speaks like this until a revelation has been given to him. hakuna mtu anazungumza hivi mpaka ufunuo uachiliwe kwake. And the Bible is not just a storybook. Na Biblia si kitabu cha It is hadithi, a book full
full of revelation. ni kitabu kimejazwa funuo, And it is that revelation that you get in the word of God that helps your na life. ni ufunuo ambao unapata kwa neno la Mungu linasaidia maisha And yako. tonight I'm sharing on something God did to me many years ago. Na usiku wa leo nashiriki kitu ambacho Mungu alinifanyia miaka mingi When iliyopita, my spiritual father could guide me and I could listen. wakati baba wangu wa kiroho angenielekeza na nisikize. And some of the very important people in my life that I've ever found, Na watu wa maana kati yao ambao nimewaipatana nao, whom I will never disobey or talk against them. ambaye siwezi kosa kumtii na pia nimzungumzie vibaya, Men that have taken a step ahead of me in the spirit. ni watu ambao walichukua hatua mbele yangu kwa And these imani, are our spiritual fathers. na hawa ni baba wetu wa kiroho, Men who stand for us every minute. watu ambao wanasimama kwa sababu yetu kila wakati, Men whose grace upon their lives cover us. watu ambao neema juu ya maisha yao inatufunika. Uselessness is living without a spiritual father. Kukaa bila sababu ni kuishi bila baba wa kiroho, And you get lost every time because you have no guidance and direction. na unapotea kila wakati maana una mwelekezo. So when you don't have a spiritual father, Wakati hauna baba wa kiroho, you will move around like the wind, utatezunguka zunguka kama upepo, not knowing where you are coming from and not knowing where you are going. haujui mahali ambapo unatoka na mahali But I unaenda. want to pray that that is not you. Na nataka niombe kwamba hiyo si wewe, There is somebody guiding you in the spirit. kuna mtu amana kuelekeza kiroho. Somebody praise the Lord. Bwana asifiwe mtu. So in Joshua chapter 2 and verse 4, Kwa Yoshua 2 mstari wa 4, I believe your Bible is open and you are reading with me. naamini Biblia yako iko wazi na unasoma nami, Because if you cannot read your Bible, somebody can give you a wrong interpretation. kwa sababu usiposoma Biblia yako mtu anaweza kupa ufunuo tofauti. In verse 4, the Bible says, but the woman had taken the two men and hidden them. Mstari wa 4 inasema, lakini huyo mwanamke alikuwa amewachukua watu wawili na kuwaficha. I'm reminding you, this woman is Rahab the prostitute. Nakumbusha mwanamke huyu ni Rahabu kahaba. And she had taken the two spies and hidden them. Alikuwa amechukua pelelezi hao wawili na akawaficha, And she said, na akasema, the men came to me, but I did not know where they had come from. watu hao walikuja kwangu lakini sikujua walikotoka. At dark, when it was time to close the city gate, Kulipoingia giza wakati wa kufunga lango la mji, if that Bible you are reading from is your own Bible, kama Biblia hiyo ambayo unasoma ni Biblia yako, underline these words, close the city gate. weka mstari chini ya maneno ya kufunga lango la mji. The city gate. Lango la mji, You can underline those words. unaweza weka mstari chini ya maneno hayo. Then draw your eyes to verse 7. Naweka macho yako kwa mstari wa 7, The same chapter 2, the book of Joshua. ikiwa hiyo ni mlango wa 2 kitabu cha Yoshua. So the men set out in pursuit of the spies on the road that leads towards of Jordan. Basi hao watu wakaondoka kuwafuatilia hao wapelelezi katika njia iliyoelekea vivuko vya Yordani. And as soon as the pursuers had gone out, Mara tu wafuatiliaji walipotoka nje, the gate was shut. lango likafungwa. Underline again, the gate was shut. Pia weka mstari hapo chini kwa lango likafungwa. Now, either in this service or the next service, Pengine kwa ibada hii ama hiyo nyingine, I will also be going to the book of Acts chapter 12 and verse 1 to 7. nitakuwa ninapitia kitabu cha Matendo ya Mitume 12 kuanzia mstari wa 1 hadi 7. These are teachings you can put down and teach them wherever you go, Hii ni mafunzo ambayo unaweza andika chini na ufunze popote uendapo, because the source is the Holy Spirit. kwa sababu kinatoka kwa Roho For Mtakatifu. many times and many years I've underlooked this word I'm reading tonight. Kwa hivyo kwa miaka mingi nimekuwa nikipuuza neno hili ambayo nimekuwa nasoma leo. There is a gate in our lives Kuna lango kwa maisha that we yetu must either close or open. ambayo lazima tuifunge ama tufungue. Now let me begin by giving a normal introduction of what a gate is. Wacha nianze kuelezea lango ni nini kwanza. Gate is an opening around a wall or a fence. Mlango ni mahali pa kupenyea katikati ya ukuta ama ua. And if I was in a church service where I'm seeing people, Kama ningekuwa mahali kwa kanisa ambao naona watu, I would put 2 and 2 together to discuss on what a gate is. ningekuwa wawili ili wasemezane lango ni It nini. is an opening around a wall or a fence. Ni pengo kati ya ua ama ukuta. Now a gate indicates forms of restriction. Kwa hivyo hiyo lango inaonyesha hali fulani ya kuzuilika. Where there is a gate,
you can imagine there are restrictions there. mahali ambapo kuna lango na unaweza fikiri kwamba kuna kuzuiwa mahali pale. Number one, it means you cannot jump over the fence, Ya kwanza inamaanisha huwezi rukia uwani, either in or out. pengine ndani ama nje. Nations have gates. Mataifa yako na lango. When you are leaving Kenya and going to Uganda, Wakati unatoka Kenya ukienda Uganda, there is a gate that you must use. kuna lango ambalo lazima upitie. There are documents that must be certified Kuna cheti ambalo lazima idhibitishwe before you cross the boundaries. kabla upite katika lango hilo. Now, even in our own villages, we have gates. Hata katika vijiji vyetu tuko na You lango. cannot just pass anywhere if you are not a thief. Hauwezi pitia tu mahali popote kama wewe si You mwizi. cannot just decide to use any place to enter into my village. Hauwezi tu amua kupitia mahali popote kuingia kwa kijiji Even changu. where we live, we have gates. Hata mahali tuishipo tuna lango. And there are people we have put to manage this gate. Na kuna watu tumeweka ili walinde lango hili. Now, in our lives, we also have gates. Na pia maishani mwetu tuko na lango. Now, the kind of gates we have in our lives are called spiritual gates. Aina ya lango ambayo tuko nao maishani ni lango la kiroho. Touching very important issues tonight, Nashughulikia kitu cha maana zaidi usiku wa leo. but still in the series of the God of Rahab, Lakini bado katika mfuatano wa Mungu wa Rahabu. because it is only this God of Rahab, the God of a second chance, Kwa sababu ni Mungu huyo wa Rahabu tu na Mungu wa nafasi ya that is pili. opening my spirit to see this for a second time. Anafungua macho yangu kuona hii kwa mara ya pili. A nation can also have a spiritual gate. Pia taifa inaweza kuwa na lango la A kiroho. village can also have a spiritual gate. Pia kijiji chaweza kuwa na lango la kiroho. And our lives also have spiritual gates. Na pia maisha yetu yaweza kuwa na lango la Now kiroho. let me say that not all gates are blessing gates. Na acha niseme kwamba si kila lango ni lango la baraka. Some gates bring curses in our lives. Malango mengine yanaleta laana maishani You mwetu. can be physically in Eldoret, Unaweza kuwa hapa Eldoreti or you kimwili, can be physically in Nairobi, ama unaweza kuwa kule Nairobi tu kimwili, or in any big city that you are in. ama kati ya miji mikuu ambayo uko ndani But yake. spiritually you have been locked out of that great city. Lakini kiroho umefungiwa nje ya mji huo. So physically and bodily you are in Nairobi, Hata hivyo kimwili uko Nairobi and you are working in Nairobi. na unafanya kazi kule Nairobi, But the abundance of the city of Nairobi or Eldoret lakini wingi wa mji wa Nairobi ama Eldoreti is not in your life. hayuko maishani That is mwako. why sometimes you work and you don't see where your money is going. Ndio maana wakati mwingine wafanya kazi na uoni mahali ambapo fedha zako zaenda. There is a spiritual gate in your life Kuna aina fulani ya lango la kiroho maishani that mwako must be attacked by some spiritual powers ambayo lazima ingiliwe na nguvu za kiroho. from a man that God has put in your life Kwa kutoka kwa mtu ambaye Mungu ameweka maishani as mwako your spiritual father, kama baba wako wa and kiroho, who hears from God ambaye anasikiza kutoka kwa and Mungu has authority from God. na kwa mamlaka kutoka kwa Mungu. So the question I'm asking you tonight, Kwa hivyo swali nao waswali usiku wa leo, which gate is controlling your life? mlango mgani unaelekeza maisha yako? Which gate is controlling your finances? Ni lango gani inaelekeza fedha zako? Which gate is controlling your marriage? Ni lango gani inaelekeza ndoa yako? Which gate is controlling your children? Ni lango gani inaelekeza wana wako? Why are you failing every year? Kwa nini unakosa kila You mwaka? are just about to get it and then you don't get it. Uko tayari kuipokea na uipokei. You are in a marriage but you don't enjoy that marriage. Uko kwa ndoa na ufurahii ndoa hiyo, Before you realize the man has left your life, na kabla utambue mtu huyo ametoka maishani your mwako, children are not passing another level of life. watoto wako wapite viwango vingine vya maisha, Your life has remained to be the same. na maisha yako yamebaki kuwa tu jinsi ilivyokuwa. Which gate has been closed away from you? Kwa hivyo ni lango gani umefungiwa? Which gate is controlling your life? Ni lango gani inaelekeza maisha yako? Child of God, I want you to hear. Mwana wa Mungu, nataka usikie, There are gates that we must close, kuna lango ambalo lazima tufunge and there are gates that we must open. na kuna malango ambayo lazima tufungue. You can be in a city by the gates of abundance are shut. Unaweza kuwa kwa mji lakini mlango la utele umefungwa. There is a lot of money
in Nairobi. kuna fedha nyingi kule Nairobi. That is why people are running from every other region to go to Nairobi. Ndio maana watu wanatoka sehemu zingine zote kwenda Nairobi. People believe all the money is in Nairobi. Na watu wanaamini kwamba fedha zote ziko Nairobi. So you can be in a place where there is a lot of money, Unaweza kuwa mahali ambapo kuna fedha nyingi, but the gate of abundance of that city lakini lango la utele wa mji huo have been shut for you. imefungwa kwa sababu You are yako. crying you need a girl to marry. Unalia unataka msichana wa There kuoa. are women around who are looking for a man to marry. Kuna wanawake ambao wanatafuta wanaume wa kuwaoa, But the big gate for marriage in your life lakini lango kuu la ndoa maishani mwako has been shut, and that is why you are the way you are today. limefungwa. Ndio maana uko jinsi ulivyo leo. You are a woman and you are in that age of getting married. Wewe ni mwanamke, uko katika miaka hiyo ya kuoleka. And you are saying, man of God, pray for me, I need a married partner. Unasema mtu wa Mungu, niombe, nahitaji mtu wa kuoa. And there are men around who are also looking for such ladies Na like kuna watu kando yako, wanaume ambao wanatafuta watu kama wewe wa kuoa. because the gates of your marriage are shut. Na kwa sababu tu lango la ndoa yako imefungwa. Every pastor in the city is your spiritual father. Kila mchungaji kwa mji ni baba wako wa kiroho. Every time you hear a pastor pray, Kila wakati ukisikia mchungaji you are anaomba, saying, pastor, pray for me, I want a marriage partner. unasema mchungaji, niombe, nataka mtu wa kuoa. And that is why your phone is full of spiritual fathers. Ndio maana simu yako imejazwa na baba wengi wa You kiroho. have spiritual father number 1, Uko na baba wa kiroho wa kwanza, spiritual father 2, uko na baba wa kiroho nambari ya pili, spiritual father 3, uko na baba wa kiroho nambari ya tatu, spiritual father 4 and uko na 5. baba wa kiroho nambari ya 4 na 5. Everybody is your spiritual father. Na kila mtu ni baba wako wa kiroho, Everything have left you confused. na kila kitu imekuacha And kuchanganyikiwa. that is why no eye is seeing you. Ndio maana kuna jicho linakutazama, There is a gate controlling your life. kuna lango inaelekeza maisha yako. Your children have gone to school, Watoto wako wameenda but shuleni, after school they come and become empty. na baada ya shuleni wanakuja na wanakuwa utupu, From school they become very useless. na kutoka shuleni wanakuwa wana kitu cha maana. Even those who never went to school are better than your Na children. hata wale ambao hawakwenda shuleni wameshinda wana wako. Which gate is controlling your children? Ni lango gani linaelekeza wana wako? I've heard people say, pray for my money. Nimesikia watu wakisema, ombea fedha zangu. Money is not controlled by prayer. Fedha zielekezwi na maombi. There are principles that control your finances. Kuna kanuni ambayo inaelekeza fedha zako. Pay your tithe to the kingdom of God. Lipa zaka zako kwa ufalme wa Mungu. Those are the principles of God. Hizo ni kanuni za Mungu. Look at the story we were reading about Elijah and the widow. Angalia hadithi ambayo tulikuwa tunasoma kuhusu Elia na yule She mjane. ends up planting a seed. Anaishia kupanda And I mbegu. don't know why many people are against planting seeds. Sijui kwa nini watu wasimama kinyume na kupanda mbegu. A seed is something precious. Mbegu ni kitu cha dhamana. You can never mix seeds with every other thing. Hauwezi changanya mbegu na vitu vingine When I vyovyote. was young, I would see my mother. Wakati nilikuwa mchanga ningeona mama She yangu would separate seeds from every other harvest. angetenganisha mbegu na mavuno mengine There yoyote. is a way seeds are treated. Kuna aina fulani ambayo mbegu There inashughulikiwa. is a way seeds are kept. Kuna aina fulani, njia fulani ambayo mbegu We inawekwa. don't eat our seeds. Hatukuli mbegu zetu. That is why Elijah is telling this widow, Ndio maana Elia anamwambia mwanamke huyu, there is a principle from the God I serve. kuna kanuni kutoka kwa Mungu ambaye namtumikia. We don't eat our seeds. Hatukuli mbegu zetu. When we eat our seeds, we die. Wakati wa kula mbegu zetu tunakufa. This is not your time for death. Hii si wakati wako wa kufa. You are not supposed to die at this season. Hauhitajiki kufa kwa majira haya. COVID-19 and 20 and 21 must not kill you. COVID-19, 20 ama 21 haitakani kukuua. Any COVID that is coming around Na kila COVID ambayo inakuja must not kill you because it is not your time. lazima isikuwe, maana si wakati wako. So take care you don't eat your seed. Kwa hivyo hakikisha ukuli mbegu yako. Every man or woman who eats their seed, Kila mwanamke au mwanamume ambaye anakula mbegu the yake, woman says, what I have is what I have to eat and mwanamke die. anasema ile ambayo niko nayo nataka nile na nife. She was holding her seed in her hand. Alikuwa ameshika mbegu mkononi. The seed was the cake that she had. Mbegu ilikuwa ni hiyo mkate ambayo alikuwa nayo. Eat your seed this season. Usikule mbegu yako kwa majira There haya. is a seed that can open your gate. Kuna mbegu ambayo itafungua lango lako. There is a seed
entrusted. ni watu ambao Mungu amewapa jukumu. They have the key to open your gate. Wako na ufunguo kufungua lango lako. Don't ignore every man or woman you meet on the way. Usipuuze mwanaume au mwanamke ambao unakutana naye njiani. Some are the way they look but on a divine commission. Wengine wako kwa jinsi wanavyoonekana lakini wako kwa njia ya kiungu. Some don't have food to eat Wengine wana chakula but they are on a divine commission. lakini wako kwa kazi ya kiungu. Some are the city gate. Wengine wako kwa lango la And the mji. last that you have Na kile cha mwisho ambacho is unacho the key that can open your gate. ufunguo ambao unaweza fungua lango lako. Somebody praise the Lord. Bwana sifiwe. You Mtu can be in a city unaweza kuwa mjini but the gates of that city are locked from you. lakini lango la mji huo umefungwa mbali nawe. So he that your city gates are not locked. Kwa hivyo wewe ambaye lango lako la mji Make hujafungwa, sure the gates for your finances are not locked. hakikisha kwamba mlango la fedha zako Make haijafungwa. sure the gate for your marriage is not locked. Hakikisha kwamba lango la ndoa yako And haijafungwa. you can open the gates of your life. Na unafungua lango la maisha yako In this season, katika majira haya, we do the work of God in Eldoret. wakati tunafanya kazi ya Mungu hapa There Eldoret. is a key you can use. Kuna funguo unaweza tumia. The principle of the kingdom Hii of ni God. kanuni ya ufalme wa Mungu. Those that are under the power of my voice, Wale walio chini ya nguvu ya sauti yangu siku ya leo, there is a gate in your life that is closed. na kuna lango ya maisha yako ambayo imefungwa. Take the key of sacrifice tonight. Chukua funguo la dhabihu siku ya leo. Season of Christmas. Hii majira ya Krismasi, This season we are going to, hii majira ambayo tunaenda, as we end the year 2020, wakati tunamalizia mwaka 2020, is a great year of sacrifice. hii ni mwaka mkuu wa dhabihu. It is the month of sacrifice. Hii ni mwezi wa dhabihu. It is the month of God for Huu sacrifice. ni mwezi wa Mungu wa dhabihu. It is the season that God sacrificed. Ni majira ambayo Mungu alitoa dhabihu, The best place to take our sacrifices, na mahali pazuri pa kupeleka dhabihu zetu it is in the work of God. ni kwa kazi ya Mungu. Somebody praise the Lord. Bwana, Prayer is your financial gate must be opened. maombi yangu ni kwamba wacha lango lako la fedha lifunguliwe. My prayer is that the gates for your marriage must be opened. Maombi yangu ni kwamba wacha mlango wa ndoa yako ifunguke. My prayer is that your life must be refreshed tonight. Na maombi yangu ni kwamba wacha maisha yako iuishwe mara tena. Let every dry area of your life receive rain now. Wacha kila sehemu kavu ya maisha yako ipokee mvua sasa hivi. As you sacrifice because of the work in Eldoret, Wakati unatoa dhabihu kwa sababu ya kazi ya may Eldoret, God heal every wound in parts of your body. wacha Mungu aponye kila kidonda katika sehemu ya maisha yako. Every wound in your life. Wacha kila kidonda kwa maisha yako, Every wound in your marriage. kila kidonda katika ndoa I yako. pray in the mighty name of Jesus. Naomba kwa jina kuu la Yesu, Let God do a new thing now. wacha Mungu afanye kitu kipya sasa, As it is our season of sacrifice. kama ilivyo majira yetu ya dhabihu. Father, we thank you tonight. Baba, tunakushukuru siku ya leo. There is no name like your name. Hakuna jina kama jina lako. Thank you for the word that have refreshed our spirit. Asante kwa neno ambalo limeuisha tena nafsi We zetu. bless your name because you are only God. Tunasifu jina lako maana wewe ni Mungu wa We pekee. have looked everywhere, we have found none to be compared with you. Tumeangalia kila mahali tujapata yeyote kufananishwa nawe. Thank you for giving us this opportunity to sacrifice to you. Tunashukuru kwa kutupa fursa hii ili tutoe dhabihu kwa sababu yako. Praying for every man and woman Naombea kila mwanaume na as mwanamke they sacrifice their resources. wakati wanatoa dhabihu rasilimali zao, Give them a second chance. wape nafasi ya pili In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Mpenzi msikilizaji, naamini na ninatumai ya kwamba umebarikiwa kupitia neno hilo. Kumbuka ya kwamba ukitaka kupata afisi zetu tupate huku mjini Eldoreti katika jengo la Berul Business Center ambalo lilijulikana hapo awali kama Petrisha. Nambari za mchungaji ukitaka kuwasiliana naye ni 0722243702. Tarudia 0722243702. Nambari ya pili ni 0721990930. Tarudia 0721990930. Wacha Mungu awe nawe hadi Alhamisi ijayo. Kumbuka usikose ibada nyingine ya Safina. Tupate katika stesheni hii ya Biblia Husema, stesheni ya kipekee kila Alhamisi kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Barikiwa.